Chanzo kiambiwa washauri G55. No, kwa hilo ni la muhimu sana kwa sababu kuna njia mbili labda kwa sababu wale wote ni wanasiasa. Sasa kuna njia za kuondoka ndani ya chama ambacho ukubaliani na sehemu kubwa ya mawazo au mwelekeo wa viongozi wa chama hicho. Kama ukubaliani na mawazo au mwelekeo wa viongozi wa chama hicho na wewe huna mamlaka yoyote ndani ya chama hicho, manake hakuna namna unavyoweza kubadilisha. Sasa naweza kusema kwanza nikitazama sasa hivi ndani ya Chadema, hali ya demokrasia ndani ya Chadema imekuwa kubwa sana kuliko miaka ya zamani. Yani sasa hivi Chadema kuna demokrasia kubwa sana kuliko ilivyokuwa zamani. Kwa kumbukumbu zangu, wanachama kama hawa wa G55 ingekuwa Chadema ya zamani, wangekuwa wameshafukuzwa wanachama muda mrefu sana, wangekuwa wameshafukuzwa wanachama. Kwa sababu naifahamu Chadema ile ambayo ilikuwa inashughulikia wanachama wake kwenye hatua za awali kabisa, wamefukuzwa watu wengi sana ndani ya Chadema kwa utofauti wa mawazo wanaotoa hadharani kama huu, hususani yale mawazo ambayo chama kinakuwa tayari kimemaliza kuhitimisha kwamba tunaelekea huku. Na ni utaratibu wa vyama vyote vya siasa ambavyo vinataka utulivu ndani yake, kushughulikia wanachama ambao kwa kiasi kikubwa wanaonekana hawawezi kwenda sawa na mawazo ya chama au mwelekeo wakati huu. Ndani ya chama cha wananchi kafu walishughulika na kina Ahmad Rashid Mohamed, ndio maana unaona leo kuna chama kinaitwa ADC. Ndani ya Chadema walishughulika na kina Kitila Mkumbo, Samson Mwigamba, Zito Zuberi Kabwe, ndo hawa walioanzisha ACT Wazalendo. Ndani ya CCM wameshughulika na watu wengi sana. Toka zama hizo kina Ahmad Rashid Mohamed ndo walikuja kuanzisha kafu baadaye wakiwa wametoka kushughulikiwa ndani ya CCM kwa sababu ya mawazo ya namna hiyo ambayo yanaonekana chama kimeshahitimisha na kinasema mwelekeo ni huu hapa. Wasafi Soap, sabuni ya mche kwa matumizi ya usafi wa aina zote. Wasafi Soap, usafi kama wote. Sasa inapatikana Tanzania nzima.